Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa nafasi yangu Mheshimiwa Rais, naomba nitambue kwa niaba ya sekta binafsi uwepo wa ndugu Angelina Ngalula, Rais wa Shirikisho la Sekta Binafsi akiwakilisha Tanzania Bara, na ndugu Ali Suleiman Amul, mwenyekiti wa Chemba ya Biashara Zanzibar akiwakilisha Zanzibar. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya kamati ya maandalizi ya mkutano huu maalum, na kushukuru kwa maelekezo yako uliotupa ya kuitisha mkutano huu. Tunakushukuru pia kwa uamuzi wako na maelekezo yako kwamba mkutano huu ufanyike hapa Ikulu. Yote hii ni ushahidi wa wazi wa kiwango cha uzito na umuhimu ulioweka katika ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika utekelezaji wa Dira 2050. Ninamshukuru Mungu kwamba mimi na wenzangu tumeweza kufanikisha utekelezaji wa maelekezo yako ya kuitisha mkutano huu muhimu. Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa ratiba ya mkutano huu nimepewa kazi mbili tu. Kwanza nitoe salamu, na pili nimkaribishe Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ili atoe salamu zake na hatimaye akukaribishe kuzungumza na hadhira hii na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, kupitia hotuba yako ya kwanza bungeni uliyoitoa tarehe 22 Aprili 2021, pamoja na mambo mengine, ulieleza kwa kina hatua ambazo serikali yako ya awamu ya 6 ingezichukua katika kuendelea kuimarisha uchumi wa Tanzania. Hatua ya kwanza kabisa ilikuwa, na hapa ninakunukuu, kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini ili kuivutia sekta binafsi kushiriki vizuri kwenye shughuli za kiuchumi. Na katika hili ukatoa mwelekeo kwa kusema mwelekeo utakuwa kurudisha imani kwa wawekezaji na kutoa vivutio kwa wawekezaji mahiri, ikiwa ni pamoja na kuwezesha uwekezaji kufanyika kwa haraka. Na katika kutekeleza mwelekeo huu, katika miaka yako mitano madarakani, Mheshimiwa Rais, sambamba na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, mmeongoza mageuzi makubwa yaliyoboresha mazingira ya uwekezaji, kuimarisha imani ya wawekezaji na kufungua uchumi wa Tanzania, kama ambavyo wawekezaji na wafanyabiashara wenyewe wameeleza hapa kupitia taasisi zao. Mheshimiwa Rais, hivyo basi salamu zangu za kwanza ni kueleza hadhara hii kwamba matokeo ya utekelezaji ya maono yako hayo yameanza kuzaa matunda, na kama nilivyosema wengi wameeleza hapa. Naomba nitoe mifano miwili tu. Kwanza, kwa mujibu wa taarifa ya uwekezaji duniani, yani World Investment Report ya mwaka 2026 ya shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu biashara na uwekezaji UNCTAD, Tanzania imetajwa kufanya mageuzi makubwa katika mifumo ya usimamizi wa uwekezaji, na wametaja kwa kipekee uamuzi wako na maelekezo yako ya kuunganisha TIC na EPZA kuzaa TISEZA, ipo ndani ya World Investment Report. Hatua hizi zinaelezwa kuifanya Tanzania kuwa nchi iliyokuwa zaidi kiuwekezaji katika Afrika Mashariki na kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuvutia mitaji ya kimataifa barani Afrika, ambapo thamani ya uwekezaji wote kutoka nje, yani accumulated FDI stock, umefikia dola za Kimarekani bilioni 21.7 ukilinganisha na dola za Kimarekani bilioni 12.7 za majirani zetu wa karibu ambao mnawafahamu. Mheshimiwa Rais, mfano wa pili, kwa mujibu wa taarifa ya Afrika The Big Deal, katika nusu ya kwanza ya mwaka 2026 Tanzania imekuwa nchi ya 5 barani Afrika kwa kuvutia mtaji wa kuanzisha na kukuza kampuni bunifu, yani startup capital, baada ya kuvutia dola za Marekani milioni 52, ikifanya Tanzania kuwa nchi ya pili kwa ukubwa Afrika Mashariki na ya 5 katika bara zima la Afrika katika swala hili startup capital. Na hili muhimu Mheshimiwa Rais, kwa sababu miaka michache tu startup hapa
ilikuwa hata kutambuliwa haijatambuliwa, lakini leo tunazungumza ni ya pili Afrika Mashariki na ya 5 katika ukanda mzima wa Afrika, nyuma ya Nigeria, Egypt, Kenya, Afrika Kusini. Nchi inayofuata inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muhimu zaidi, Mheshimiwa Rais katika taarifa hii wameipongeza Tanzania kwa kuwa kinara katika uwekezaji wa maeneo ya teknolojia, maeneo matatu. Kwanza, teknolojia ya fedha, yani fintech, teknolojia ya kilimo, agritech, na nishati safi, yani clean energy technology. Mheshimiwa Rais, nitambue pia hapo ukweli kwamba wamesema kwenye ripoti kwamba ukuaji wa startup ya Tanzania inachangiwa na benki za Tanzania, na benki 3 zimetajwa: CRDB, NMB na NBC. Wanawekeza kwenye startup, benki zetu wenyewe. Jambo hili pia ni kubwa. Mheshimiwa Rais, aidha katika hotuba yako niliyoitaja hapo, ulioitoa bungeni kwa mara ya kwanza mwaka 2021, uliweka mkazo mkubwa katika ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kuliwezesha taifa letu kujitegemea katika matumizi ya kawaida na katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Maono yako haya baadaye yalikuja kuwa sehemu ya maono yaliyopo katika dira 2050. Dira yetu 2050 ina maeneo makubwa 4 kama ambavyo umetaja. Ina ustawi, ujumuishi, haki, na eneo la 4 ni kujitegemea. Na Mheshimiwa Rais, niseme hapa neno self reliance lilitupa ukakasi kidogo wakati kuandika dira. Baadhi ya wenzetu walitafsiri kana kwamba tunataka kujitenga na jumuiya ya kimataifa. Tulifanya kazi kubwa kueleza kwamba we mean becoming self reliance, kujitegemea. Kwa hiyo baada tukaeleweka, anakumbuka Dr. Asha Ruziki, katibu mkuu wetu, mapambo tulikuwa nayo kule Mbeya, hatimaye tukaelewana kwamba it is important to have self reliance in our vision. Na kwa kweli imekuwa ni sera yetu miaka yote. Sasa safari ya kujitegemea imekwepo nchi yetu tangu awamu ya kwanza, lakini kama nitakavyoonyesha baadaye, Mheshimiwa Rais, kasi yake imeongezeka sana katika awamu ya 6, na nitaonyesha hii kwa takwimu. Na njia nzuri ya kuonyesha ni bajeti ya serikali. Ni kwa kiwango gani bajeti yenu mnajitegemea na kwa kiwango gani mnategemea misaada. Sasa katika bajeti zako 6 tangu uingie madarakani, umepunguza kiwango cha misaada katika bajeti ya serikali kutoka 7.1 mwaka 2020-2021 hadi 0.9 mwaka 2026-2027. Bajeti ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2020-2021 ilikuwa shilingi trilioni 34.9. Misaada kwa maana grants ilikuwa shilingi trilioni 2.5, sawa na 7.1. Tukaendelea bajeti yako ya pili ya 3 mwaka 2023-2024, bajeti ilikuwa shilingi trilioni 48.4. Misaada trilioni 1.4, 3.1. Mwaka 2025-2026 ukapunguza, bajeti hiyo ilikuwa shilingi trilioni 56.49. Msaada ilikuwa shilingi trilioni 0.92, 1.6. Bajeti ya mwaka huu ambayo iliwasilishwa na Mheshimiwa Waziri wa Fedha 2026-2027, bajeti yetu ni shilingi trilioni 62.33. Misaada katika bajeti hiyo is no longer in terms of trillion, ni shilingi bilioni 563.1, sawa na 0.9. Labda kuweka muktadha vizuri, summary fupi, awamu ya kwanza ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, misaada katika bajeti yetu kwa maana grants ilikuwa 30% mpaka 45% katika kipindi chake chote. Awamu ya pili ya mzee wetu Ali Hassan Mwinyi ilikuwa 40% mpaka 50%. Awamu ya tatu ya Mheshimiwa Benjamin Mkapa ilikuwa 30% mpaka 40%. Awamu ya 4 Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete 20%
mpaka 35. Awamu ya 5, na hapa wenzetu wa nje wameipa jina la economic nationalism au deliberate uncoupling, na wakasema beginning of the drive for self-reliance. Misaada katika bajeti ya serikali kwa awamu ya 5 ilikuwa 7% mpaka 12. Awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na wenzetu wa nje wameipa majina mawili: modern fiscal autonomy and economic pragmatism. Misaada kwenye budget nilianza pale mwaka 2025-26 3%, sasa ni 0.9%. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, safari ya kujitegemea katika nchi hii imeanza siku nyingi, lakini kasi imekuwa kubwa sana kwenye awamu ya 5 ambapo wewe ulikuwa makamu wa rais, na awamu hii ya 6 sasa tunazungumzia shilingi bilioni 563, 0.9%. Ndio maana nilipohojiwa kwenye chombo kimoja cha kimataifa nilisema wala hatujidai wala haturingi. Wangetupa hizo fedha tungeshukuru, lakini kama watupi, hiyo haiwezi kufanya sisi tukaanza kulia. Ukweli ni kwamba hiyo misaada yote tunazungumzia shilingi bilioni 563 out of a budget of 62 million, 0.9%. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, katika mazingira haya taasisi moja ya kimataifa imeandika hivi karibuni, kwa nasoma, wanasema hivi na nanukuu wao. Kwanza ninukuu kwa Kiingereza chao, alafu nitakwenda kwa Kiswahili. Wanasema aid conditionality is no longer a lever of consequence over a government that has already priced its withdrawals into the physical framework. Kwamba masharti ya misaada hayana tena athari ya kimkakati katika maamuzi ya serikali, kwani serikali tayari imejumuisha hatari ya kupungua au kusitishwa kwa misaada hiyo katika mfumo wake wa usimamizi wa fedha za umma. Kwa hiyo itabidi watafute vikwazo vingine. Vikwazo vya misaada haviwezi kufanya kazi tena. Wenyewe wamekiri kwenye maandishi yao. Kwa Mheshimiwa Rais, salamu yangu ya pili ni kwamba mafanikio haya sio matokeo ya bahati, kwamba tu tuna bahati tu, Mungu ametujalia tu. Hapana, hiyo bahati ni muhimu, neema za Mungu ni muhimu, lakini matokeo haya mafanikio haya ni matokeo ya maono yako makubwa, ni matokeo ya uwezo wako bayana, ni matokeo ya bidii yako iliyo thabiti, na ni matokeo ya utashi na utayari wa kisiasa. Ni matokeo ya usimamizi imara wa sera zako za kiuchumi. Mafanikio haya yanatupa matumaini kwamba kupitia ushirikiano wa serikali na sekta binafsi ambao tumeonyesha leo katika utekelezaji wa dira 2050, Tanzania inaweza kuwa kitovu cha uwekezaji, ubunifu, ujasiriamali barani Afrika. Mheshimiwa Rais, napomaliza naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru sana kamati ya maandalizi ya hafla hii iliyokuwa chini ya usimamizi ya watu wafuatao. Kwanza ni makatibu wakuu Dr. Fred Msemwa na Dr. Tausi Kida. Lakini Mheshimiwa Rais, tumefanya sambamba. Hii kamati ya maandalizi ilikuwa ni kamati ya serikali na sekta binafsi chini ya usimamizi wa ndugu yangu Angelina Ngalula pamoja na Rais Vincent Minja. Walisimamia hawa pamoja na ZNCC. Kwa hiyo taasisi 4 hizi, TPSF, TNCC, ZNCC na CEO round table, tulikuwa nao kwenye kamati ya maandalizi. Nawashukuru sana kwa kufanikisha shughuli hii. Niwashukuru sana management ya Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Tume ya Taifa Mipango na Ofisi ya Rais Ikulu kwa ushirikiano wao katika kuandaa shughuli hii. Lakini kwa kipekee Mheshimiwa Rais, niruhusu, sio kawaida kumtaja hapa, lakini niruhusu tu nimtaje
Nimshukuru sana ndugu yangu Mheshimiwa Balozi Ali Jabiri Mwandimi, Katibu wa Rais, kwa jinsi alivyoturatibu. Ukifanya shughuli hapa Ikulu usipopata msaada na ushiriki na uratibu wa Katibu wa Rais ni ngumu sana. Ninamshukuru mno kwa jinsi ambavyo ametusaidia na kutuwezesha kufanya shughuli hii. Mheshimiwa Rais, kazi kwa kweli kubwa ya uongozi ni maono, lakini ili maono haya yadhihirike yanahitaji wabeba maono. Niruhusu nitumie nafasi hii kwa sababu leo tuna sekta binafsi na sekta ya umma kumpongeza sana kijana wako Gilad Teli, mkurugenzi mkuu wa TISEZA. Mheshimiwa Rais pamoja na bodi ya wakurugenzi, kijana huyu ambaye ulimteua ndiye kiungo kikubwa sana kati ya serikali yako na sekta binafsi kwenye swala la uwekezaji, na wote hawa wanakiri kwamba management yake na bodi yetu ya TISEZA wanafanya kazi nzuri sana. Kazi yangu kama waziri ni kukusimamia utekelezaji wa maono yako Mheshimiwa Rais, lakini ili uweze kusimamia unahitaji watu ambao wanasimamishika. Kijana huyu anasimamishika. Tunashukuru sana. Mheshimiwa Rais, baada ya salamu hizo, sasa ninayo heshima kubwa kumkaribisha Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Hapa nimetoa kimessage. Sawa. Nimkaribishe Mheshimiwa Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa salamu zake, na kisha yeye atakukaribisha wewe uongee na hadhara hii na taifa kwa ujumla. Aidha atakuomba uweze kuzindua nyenzo za utekelezaji wa dira na kupokea tuzo maalum kutoka sekta binafsi. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima na kushukuru sana. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, karibu, asanteni sana. Makofi mengi kwa Profesa Kitila Mkumbo. Kama mlivyosikia, jitihada zinachukuliwa na serikali za kuhakikisha kwamba tunajitegemea. Tujipongeze kwa makofi mengi sana wa Tanzania. Baba wa Taifa alituambia lazima tujitegemee. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Hassan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wa serikali zote mbili mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mabalozi na wakuu wa mashirika ya kimataifa, watendaji wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali na sekta binafsi, wawekezaji na wafanya biashara kutoka ndani na nje ya nchi, viongozi wa dini, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya njema na kwa kutuwezesha kuhudhuria katika mkutano huu muhimu unaokutanisha viongozi na watendaji wa serikali na wa sekta binafsi kwa lengo la kuzungumzia utekelezaji bora wa dira ya 2050. Natoa shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kunialika kushiriki katika tukio hili muhimu kwa maendeleo ya nchi yetu. Aidha, napenda nikupongeze Mheshimiwa Rais kwa uongozi wako mahiri uliowezesha kuandaliwa kwa dira ya 2050 yenye lengo la kuiwezesha Tanzania kuwa taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea ifikapo mwaka 2050. Aidha, natoa pongezi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu muhimu na wadau wa sekta binafsi. Kwangu mimi, huu ni mkutano wangu wa pili katika mwaka huu na sekta binafsi chini ya uratibu wa ofisi hii. Mkutano wa kwanza ulihusu uhakiki wa mkakati wa kitaifa wa uboreshaji mazingira ya biashara na uwekezaji, na huu wa pili unahusu kuanza utekelezaji wa dira ya 2050. Kwa hakika, mikutano ya namna hii kati ya serikali na sekta binafsi ni ishara kubwa ya ushirikiano
na nia thabiti ya kufikia malengo ya dira ya 2050. Mheshimiwa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, dira ya 2050 imeweka matarajio makubwa ya kujenga uchumi wenye ushindani unaongozwa na tija, ubunifu, teknolojia na ushiriki mpana wa sekta binafsi. Ni dhahiri kuwa ili kufikia malengo hayo kunahitajika uwekezaji mkubwa katika viwanda, utalii, uchumi wa bluu, kilimo cha kisasa, huduma za kifedha, uchumi wa kidijitali pamoja na maendeleo ya rasilimali watu. Napenda niahidi kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kushirikiana kikamilifu na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha maeneo haya yanapewa kipaumbele katika utekelezaji wa dira. Natumia fursa hii kuwahimiza wadau wa sekta binafsi kuendelea kushirikiana kwa karibu na serikali katika kufanikisha utekelezaji wa dira ya 2050. Ushirikiano huu unapaswa kwenda pamoja na uwekezaji katika maeneo ya kimkakati, matumizi ya teknolojia ya kisasa, uongezaji wa tija pamoja na kuendeleza ubia utakaowezesha Tanzania kufikia malengo yake ya muda mrefu. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha salamu zangu kwa kutoa shukrani zangu kwa mara nyingine tena kwa kunialika katika mkutano huu muhimu. Ni matumaini yangu kuwa mkutano huu utakuwa jukwaa muhimu la kuendeleza na kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi na kuweka msingi imara wa utekelezaji wa dira ya 2050 kwa manufaa ya Watanzania wote wa pande mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya salamu hizi, sasa kwa heshima na taadhima, napenda nikukaribishe Mheshimiwa Rais kuzungumza na hadhara hii. Asanteni sana kwa kunisikia. Asante, makofi mengi. Tanzania oye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kabla ya kuzungumza kwa heshima na taadhima, tutakuomba utuongoze kufanya yafuatayo: kwamba kwanza kuzindua nyenzo za utekelezaji wa dira 2050 na baadaye tutakuomba uzigawe kwa viongozi wachache. Pili, tutakuomba ukabidhi ufunguo wa mtazamo mpya na hatimaye tutakuomba upokee tuzo. Kwa kuanza sasa, tunaomba sasa tukae kwa sababu tuko mubashara, kamera ziko nyuma kule. Tunaomba tukae. Kwa heshima na taadhima, kwa kuanza, Mheshimiwa Rais, tutakuomba uzindue nyenzo kwa kubonyeza hapo mbele yako. 1, 2, 3. Naam. Kofi tena mengi sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wewe tunakuomba upokee nyenzo kwa ajili ya utekelezaji wa dira. Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu pate nyenzo. Na Mheshimiwa Spika anapokea.
Kwa niaba ya Jaji Mkuu wa Tanzania, mtendaji mkuu wa mahakama, nimekuona Dr. John Jingu, upokee nyenzo. Sekta binafsi, TPSF, Bi Angelina, karibu na wewe upate nyenzo. Sekta binafsi Zanzibar, ndugu Ali Amur, karibu. Asante. Na sasa tumemaliza zoezi la kugawa nyenzo. Viongozi wameisha. Kuna nyenzo imekuja. Atakaye kwa upendeleo sasa. Nani tunamuita? Imerudi. Tunaendelea. Mheshimiwa Rais, kuna ufunguo. Kwa heshima na taadhima tutakuomba ukabidhi ufunguo wa mtazamo mpya. Na hapa ni muombe Waziri Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, Mheshimiwa Waziri Dr. Juma Malik Akil, sekta binafsi Bi Angelina, Tanzania Bara, sekta binafsi Zanzibar, ndugu Ali Amur, karibu. Lazima tuwe na mtazamo mpya. Sasa huo ndio ufunguo wa kutufanya tuwe na mtazamo mpya. Unaona ufunguo huo? Makofi mengi mengi mengi. Makofi tena mengi ndugu zangu. Funguo wa kubadili mtazamo. Tusiwe wale wa kawaida. Lazima tubadili mtazamo, tuende mbele. Asanteni sana viongozi. Mheshimiwa Rais, kilichobaki sasa ni tuzo kwako wewe. Mengi yamezungumzwa hapa. Yamewezekana kutokana na juhudi zako na kazi kubwa ambayo umeifanya. Umeweka mazingira mazuri ya biashara, umeweka mazingira mazuri ya uwekezaji, na ndio maana leo tunashuhudia mabadiliko makubwa. Chemba ya Biashara Tanzania, TNCC, kwa heshima na taadhima wanakukabidhi tuzo leo. Na kuomba Rais usogee, Rais wa Chemba. Rais wa Chemba. Karibu. Ndugu Vincent Bruno Minja, makofi mengi kwake. Haya, yeye ndo anayekabidhi hiyo tuzo kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi mengi. Haya, asante, tunashukuru. Chanda chema huvikwa pete. Makofi mengi sana. Basi kwa heshima na taadhima, kwa sababu Mheshimiwa Rais wa Zanzibar amesha kukaribisha, karibu Mheshimiwa Rais. Nakushukuru MC. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba,
Mheshimiwa Musa Azzan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wote walotoka kwenye mhimili huu wa Bunge, kinitambue uwepo wa wakuu wa chama changu, Chama cha Mapinduzi, uongozi wa kitaifa wako hapa wote, na juzi tumeingiza nguvu. Kwa hiyo tuna Comrade Mwandri kaingia, yuko na sisi hapa. Sasa subirini kumwambia katibu mkuu soma hiyo. Lakini pia tumebadilisha sekta ya uchumi na fedha, ndugu Jamal anakuwa mchumi na fedha. Asanteni sana. Nitambue uwepo pia wa Dr. John Jingu ambaye ni mtendaji mkuu wa mahakama anayewakilisha mhimili wa mahakama na wote waliokuja naye. Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, tambue uwepo wa ndugu Mansura Kasim, na yeye pia ni katibu mkuu kiongozi Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na katibu wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, waziri wa nchi, CRS, mipango na uwekezaji, kitambua uwepo wa mwenzio mlio saini leo, ndugu Juma Malik Akil, waziri wa fedha kwa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kitambua uwepo wa mawaziri wote na manaibu mawaziri kutoka serikali zote mbili mliopo nasi hapa. Nitambue pia uwepo wa gavana wa Benki Kuu, yupo pamoja nasi Emmanuel Tutuba, lakini pia kamishna mkuu wa TRA, kwa naona sura yake kwenye screen, najua yupo pamoja na sisi. Waheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, pamoja na wakuu wa mikoa mliopo nasi katika shughuli hii, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, ndugu Angelina Ngalula, rais wa shirikisho la sekta binafsi Tanzania, na viongozi wengine wote wa vyama vya kisekta, kinitambue uwepo wa ndugu Ali Amur, sijui ni rais au mwenyekiti wa chemba ya biashara kule Zanzibar, waheshimiwa mabalozi na wakuu wa mashirika kimataifa mliopo, ndugu viongozi na watendaji wakuu wa taasisi za serikali na sekta binafsi, wafanya biashara na wawekezaji ndio hao, waheshimiwa viongozi wa dini, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Karibuni Ikulu, na tumshukuru Mungu kwamba ametujalia kuwa na mkutano huu leo. Karibuni sana. Lakini kama mnavyofahamu, tarehe 1 Julai 2026 tulianza utekelezaji wa dira hii tunayozungumza ya maendeleo ya 2050. Ni safari ya miaka 25 ambayo Watanzania wanatarajia kuona taifa likipiga hatua kubwa zaidi kiuchumi, lakini kijamii, vile vile kisiasa. Katika muktadha huo, tunalenga kujenga Tanzania yenye uchumi shindani, jumuishi na himilivu, ambapo mambo yake mengi ya kufikia hapo nilipopataja yamezungumzwa hapa, na nyenzo tayari tumezizindua za kutupeleka huko. Na washukuru wote mlioko hapa pamoja nasi leo, na wale wote waliopata fursa ya kuzungumza kwa niaba ya taasisi zao kwa ahadi mlizoziweka kushirikiana na serikali katika utekelezaji wa dira hii na kujenga uchumi wa nchi yetu, na washukuru sana. Lakini vile vile niseme nimesikia changamoto zilizowasilishwa hapa, pengine baadaye nitagusia chache, lakini niseme nyingi tunazibeba na kuzifanyia kazi. Tutakwenda kuzifanyia kazi. Waheshimiwa viongozi, ndugu washiriki na wananchi wenzangu, sekta binafsi imepewa takriban 70% katika utekelezaji wa dira tunayoizungumza hapa ya miaka 25 inayokuja. Hivyo ni matarajio yangu kwamba katika safari yetu hii muhimu ya maendeleo, ninyi sekta binafsi mnayo nafasi kubwa sana
ya kuongeza uwekezaji nchini. Sisi serikali kwa upande wetu tutaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisheria, kisera na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi na kutuwezesha kufikia malengo ambayo tumeyaweka kwenye dira yetu kupitia nyenzo ambazo tumezizindua leo. Lengo letu kuu ni kuwa na uwekezaji unaounganisha uzalishaji mkubwa na uzalishaji mdogo, lakini pia biashara kubwa na biashara ndogo, kuweka daraja na kufanya ukaribu na sio kama ilivyo sasa. Na hapa tunazungumzia sasa pia urasimishaji wa sekta ambayo haiko rasmi. Tunaelekea huko. Tunataka uwekezaji unaokuza ujuzi wa nguvu kazi ya ndani, ikiwemo kuwawezesha makundi maalumu ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika mnyororo wa thamani ya uzalishaji. Nasema kwa msisitizo kwamba utekelezaji wa Dira 2050 unahitaji sekta binafsi yenye maarifa, ubunifu na uwezo wa kukuza bidhaa, huduma ndani ya masoko ya ndani, lakini pia masoko ya kikanda na kimataifa. Na kuna ombi lilitoka hapa nadhani kwa rais wa sekta binafsi kwamba tuijenge sekta binafsi. Ilivyo sasa hamtafikia huku tunakotaka. Nami nataka kuahidi kwamba tutashirikiana kuijenga sekta binafsi. Nataka nione kwamba kama mlivyosema, wawekezaji wetu wa ndani, wafanya biashara wa ndani wanatoka nje ya mipaka yetu. Tumeanza kuona mashirika yetu na baadhi ya wafanya biashara wako nje ya mipaka yetu, lakini ni wachache. Kwa hiyo tunataka kufanya wengi zaidi, kuwatafutia fursa, tuwawezeshe na muweze kutoka nje ya mipaka yetu. Lakini vile vile niseme kwamba kuifanya Tanzania kwa kitovu muhimu cha uzalishaji na usafirishaji katika bara letu ilikuwa ni ndoto. Tulikuwa tunasema tu mdomoni, tafanya kwa kitovu cha biashara. Lakini jinsi mambo yanavyokwenda, tunaelekea huko. Hakuna shaka tunaelekea huko. Nilikuwa napitia kipeperushi hiki chenye taarifa kwa muhtasari tu ya mambo yaliyofikiwa. Kwa kweli jamani, Tanzania tunaelekea huko. Tunaelekea huko. Bado tuna kazi ya kufanya, lakini tunaona mwanga, wanasema nini? Chini ya tunnel, tayari tumeona mwanga. Kwa nadhani tunaelekea huko. Lakini niseme kwamba soko huru la biashara Afrika nalo litatufungulia fursa kubwa ya kupanua biashara na kuvutia uwekezaji. Kwa nalo tulitumie. Tuna fursa kubwa Tanzania. Nilikwenda Ghana, nikaenda Angola ndani ya Afrika. Na wote, na nilishangazwa zaidi Ghana, wanazungumzia Mbeya Rais. Wanazungumzia Mbeya Rais. Ghana, Angola wanazungumzia bidhaa za Tanzania. Nikauliza Ghana, why Mbeya Rais? Akasema Mbeya Rais, kama unaishi kwenye flat, ukichemsha kwenye flat yako, jumba lote lina harufu. Kwa hiyo we need Mbeya Rais kutoka Tanzania. Tatizo letu connectivity, jinsi ya kufikisha huko, na hiyo ndio kazi yenu private sector. Mkae mchemshe kichwa. Tunapeleka vipi bidhaa kwenye nchi jirani ambazo connectivity haijafika? Si serikali tunajitahidi upande wetu. Reli ya kati hiyo sijui tunakwenda mpaka DRC, tunajitahidi kwa upande wetu. Ambayo tuna reli nyingine hii ya kawaida itakayokwenda Zambia, tunaifanyia rehabilitation ambayo itaweza kutuconnect na Angola sasa. Wakifika Kapirimposhi safari inakwenda mpaka Lobito huko na kwingine. Tunajitahidi kufanya connection, lakini private sector mkiweka misuli tutakwenda haraka zaidi. Kwa connectivity ndani ya Afrika ndio tatizo letu, lakini bidhaa za kuuza tunazo. Kwa tujitahidi kuzalisha viwandani, lakini pia tuzalishe kwenye ardhi yetu ili tuuze. Nikisema hivyo inatulazimu sasa tuongeze uzalishaji, sababu bidhaa zipo na zinatakiwa,
tuongeze uzalishaji, tujenge viwanda vinavyoongeza thamani ya rasilimali zetu, tuzingatie viwango vya ubora na tupunguze gharama za kufanya biashara, ambayo hii ni kazi yetu sote, sekta binafsi na nyinyi serikali wote. Tuangalie njia ambazo zitatuwezesha kupunguza gharama za kufanya biashara ili bidhaa zetu ziwe shindani kwenye masoko ya kikanda na kimataifa. Natambua kwa baadhi yenu mnafanya jitihada katika mwelekeo huu, lakini idadi yenu bado ni ndogo sana ikilinganishwa na fursa zilizopo katika sekta zote, pamoja na nafasi yetu ya kimkakati ya kijiografia. Mungu ametupendelea, tuko pazuri sana. Sisi ni hub, hata kama hatukusema sisi ni hub, hata kama hatukuzalisha, sisi ni hub. Tulipowekwa ili uingie huko na huko na huko ndani ya Afrika, lazima upite Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi ni hub ya kimaumbile. Kwa hiyo hii fursa Mungu aliotupa, twendeni tuifanyie kazi. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, mwelekeo wa uchumi ya siasa za dunia, kama mnavyofahamu kwamba kuna mabadiliko kila siku. Uchumi, siasa za dunia zinabadilika, na mabadiliko yale hayaathiri tu upande mwingine, lakini ni dunia nzima na sisi tukiwemo. Lakini kwa upande mwingine, amesema Kitila hapa kwamba misaada na mikopo tuliozoea inaendelea kuondoka. Mikopo ipo, lakini ile mikopo tulikuwa tukipata kwa njia nafuu inapungua. Tunaambiwa mmeingia uchumi wa kati, mnakwenda vizuri, sasa muingie mikopo mikubwa yenye riba kubwa kidogo, na sio ile ya concession tuliokuwa tukipata. Tunajitahidi kujitetea, lakini statistics, figures zetu zinaonesha kwamba tunaelekea kwenye mikopo sasa out of concession. Kwa hiyo na misaada ndio kabisa amesema hapa inapungua. Kutoka matrilioni tulikuwa tukipokea, sasa tunapokea bilioni 100 ngapi? 500 na. Kwa hiyo kunapungua. Hiyo ina maana gani? Ina maana tukaze buti, tufunge mikanda, tuzalishe tuuze, tuzalishe tule ndani, tuzalishe tuuze, na tupunguze kuagizia kwa yale ambayo tunaweza kupunguza kuagizia. Kwa hiyo ndugu zangu, tuna kazi kubwa bado ya kufanya. Tunapaswa kuzilinda na kuzitumia vyema rasilimali tuzojaliwa na Mwenyezi Mungu kwa nidhamu, uadilifu, uzalendo na ufanisi, ili tuweze kujiletea maendeleo yetu wenyewe. Katika safari yetu hii kuelekea 2030, tamko limeeleza yote tunayotakiwa kufanya. Nyenzo tayari zimeshazinduliwa. Lililobaki sasa ni utekelezaji. Sote, serikali na sekta binafsi, twende tukatekeleze. Nilipokuwa nikikabidhi ufunguo hapa, sekta binafsi wameshika huko kwa kufungulia huko, na serikali wameshika likichwa la ufunguo. Kwa sekta binafsi wakatuambia, sasa mtatujua, maana ufunguo huko kwetu. Nyinyi mmeshika masera na masheria huko, lakini ufunguo wa kufungulia ni huku kwetu. Kwa hiyo wote twende tukafanye hiyo kazi. Sisi tutashika huku, na nyewe wekeni ufunguo kwenye mlango, tulifungue kufuli, wote twende kwa pamoja. Kama nilivyosema, nyenzo tayari zimeshazinduliwa, na nyenzo zile zinaeleza nini? Mawasiliano kati ya sekta binafsi na serikali, lakini na umma wote wa Tanzania. Wawekezaji, wafanya biashara, umma wa Tanzania na serikali, mawasiliano yamesema kula. Lakini kubwa zaidi, jinsi ya kufuatilia mambo yetu na kufanya tathmini, kujua tumefanya nini, tumetekeleza nini, tumekosa nini, kipi kirekebishike, kipi kiongezeke. Nyenzo zote zimesema vizuri. Na nimefurahi, nimeona vitabu vidogo vidogo vya peji ndogo ndogo nilivyoona kwenye meza yangu pale, ambavyo vinazungumza kwa lugha nyepesi, vinazungumzia mambo hayo. Kwa hiyo niombe sana Wizara Mipango na Uwekezaji, linalofuata sasa ni elimu kwa umma. Elimu kwa umma, wajue mkusanyiko wetu leo ni wa kitu gani, unahusu mambo gani, tunakwenda kufanya nini. Elimu kwa umma.
kwa sababu atatokea tu wapotoshaji wapotoshe vyote vilivyofanyika hapa. Kwa hiyo twende tukatoe elimu kwa umma. Waheshimiwa viongozi, tumeshuhudia kusainiwa kwa tamko la pamoja la sekta ya umma na sekta binafsi. Tamko hili linaonyesha utashi, dhamira na uamuzi wetu wa pamoja na utayari wa kuwajibika katika kufanikisha utekelezaji wa dira hii. Ni matumaini yangu kwa hiyo kuwa tamko lile tutalithamini na kuliheshimu na twende tukalitekeleze kwa ufanisi. Kila mmoja aliyesaini, kila sekta, nilikuwa na hesabu limesainiwa na watu 11. Na maana makundi 11 ndani ya sekta ya biashara na uwekezaji. Kwa hiyo kila kundi likafahamishe watu wake lile tamko ni nini na tunatakiwa kwenda vipi kama Watanzania. Ni muhimu kutambua kuwa tunaanza utekelezaji wa dira tukiwa na misingi mizuri ya kiuchumi. Uchumi wetu umeendelea kuwa himilivu, mfumuko wa bei unadhibitiwa, uwekezaji umeongezeka na Tanzania imeendelea kujenga nafasi yake kama lango la biashara kwa nchi za Afrika Mashariki, Maziwa Makuu na Kusini mwa Afrika. Huo msingi wetu muhimu sana. Tunachotaka kufanya sasa ni kujazia juu na tuweze kwenda na safari yetu vizuri zaidi. Miaka 25 ijayo inaweza kuonekana ni mingi kwa kuisema. Miaka 25 na sisi tuofikia umri huu, sasa miaka 25 ijayo nipo kweli? Nitakuwa na mingapi? Unapiga 66 na 25. Ngapi? Nipo kweli? Mingi sana. Lakini kwa kazi tulionayo kujenga uchumi na nchi yetu ni muda mfupi sana. Mambo tulioyaweka kwenye dira ni makubwa mno. Na kwa maana hiyo lazima tuanze sasa. Tusiseme tunaanza mwaka huu kwa maneno, tuanze kweli mwaka huu. Tuanze mwaka huu, twende tukatekeleze ili angalau utakapofika nusu tuweze kusema kweli tuna matarajio yakifika kule. Kama Mungu atatujalia tuwe hivi, mambo yaende hivi, kule tukifundishwa uchumi wa sani, ceteris paribus, kwamba kila jambo litabaki kama lilivyo na nyinyi mtakwenda kama mnavyojipangia. Kwa twendeni tukaanze sasa. Waheshimiwa viongozi na washiriki wote, napoelekea kuhitimisha, nipende kusisitiza kuwa amani na utulivu ni mtaji mkubwa kuliko mitaji tuliyoidai hapa. Kuliko mitaji tuliyoidai hapa. Unaweza ukawa na matrilioni ya mapesa. Kama hakuna amani na utulivu, hii dira haitatekelezeka. Hatutaweza kufanya chochote. Lakini tunaweza tusiwe na pesa sasa. Tuna malengo, tuna dira letu, kitabu chetu. Lakini tukaweza kutekeleza kama tutakuwa na amani na utulivu. Niwaombe ndugu zangu wote wa Tanzania, sekta ya umma, sekta binafsi, wote twende tuweke amani na utulivu. Lolote unalohisi litavunja amani usiliunge mkono. Twende tuiweke nchi yetu vyema na twende tukatekeleze kazi zetu. Mfanya biashara anapofanya shughuli zake bila hofu, anafanya vyema na uchumi unakuwa. Na yule wa ofisini anapomhudumia mfanya biashara bila hofu, naye mfanya biashara anapata nguvu ya kwenda kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo katika safari yetu ya dira 2050 ni wajibu wetu kuilinda amani ya nchi yetu. Tukilinda amani na utulivu, tutakuwa tumelinda uwekezaji, ajira, biashara na kasi ya ukuaji kwa uchumi. Huo ndio umuhimu wa amani na utulivu, na ndio maana nikasema ni mtaji mkubwa kuliko mitaji tunayohitaji kuwekeza kwenye miradi yetu. Sasa ndugu zangu, nihitimishe kwa kusisitiza kuwa ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi uendelee kujengwa juu ya misingi ya kuaminiana na kuheshimiana. Bila kuaminiana tutashutumiana, tutasemana, lakini tutakapoaminiana, hata tofauti zikitokea, tutakaa tuzungumze, ziende, sisi tuendelee na safari yetu.
Kwa twendeni kwa kuaminiana na kuheshimiana. Kuna mambo kidogo tu labda niaguse, na la kwanza nadhani alilizungumza bwana wa makandarasi kwamba wao ni 98%, wenzao ni 2%, lakini kwenye utekelezaji wa kazi is the reverse. 98% inakwenda kwa 2% na waliobaki 98% wanafanya 2%. Niseme hili tumeliona, lakini wote tujiulize kwa nini. Nyinyi jiulizeni na sisi serikali tujiulize. Sasa kwetu tumejiuliza, na hatua moja tuliochukua ni mabadiliko ya sheria, kwamba sasa tunasema miradi mingi itatolewa kwa wenyeji, wao waingie ubia na wageni katika kutekeleza. Kwa nadhani hilo litakwenda kutusaidia. Halafu jambo jingine lilozungumzwa hapa ni swala la kusubiri ndege. Sijui kutokana na ngazi kuwa chache za ndege zinazoteremsha, au sijui slowdown ya immigration, lakini whatever. Kama ni immigration sisi tunalichukua. Kama ni kusubiri ngazi ni chache, ni kazi yenu private sector. Tengenezeni kampuni, wekeni vifaa vya kushusha watu hapo. Jengine, miundombinu. Miundombinu tunaendelea kulifanyia kazi. Tutaendelea kufanyia kazi. Kama mnavyojua miundombinu ile pesa ni nyingi. Kwa tunajitahidi kujenga miundombinu na tumefanya kazi kubwa na tutaendelea kufanya kazi kubwa. Swala jingine nadhani ilikuwa la visa, na tumeanza mazungumzo na zile kelele, yale maeneo ambayo yanapigiwa kelele. Nadhani karibu mtaona matokeo yake, kwamba tumezungumza nao na wametuahidi wataongeza watu katika utoaji wa visa, au wataweka madirisha maalum kwa wafanyabiashara. Nadhani karibu itasahihika. Sasa ndugu zangu, Bina, nataka ruzuku tutoe serikalini, wakati nyewe wenyewe magiant mna generate mapesa huko, harusi mnazifanya kwa helikopta. Alafu kile kichache mnachotugaia ambacho tunataka tukiingize kwenye miundombinu hasa tukurudishie, hapana. Hii hapana. Hii naikata hapa, haina mjadala, hapana. Hii hapana. Ila kujenga soko la madini kimataifa tutalifanyia kazi. Sasa ndugu zangu, baada ya kusema hayo, mwisho kabisa, shukrani kwa tunzo mlionipatia. Naipokea kwa moyo wa heshima na shukrani, kwa kutambua jitihada katika kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji na kukuza uchumi jumuishi nchini. Lakini tunzo ile ni ya serikali kwa ujumla. Ni ya serikali kwa ujumla. Tumeipokea tunzo ile, na kama tulivyoahidi, nyinyi kila aliyesimama pale aliahidi commitment yake kwenye utekelezaji wa dira. Nasi serikali tunaahidi commitment yenu kwenye utekelezaji wa dira. Mimi kama kiongozi wa serikali ni mshumaa tu. Kazi yangu kuwaka, kutoa mwanga, huku ninateketea, lakini umati unafurahi. Hiyo ndo kazi yangu. Hiyo ndo kazi yangu. Kwa nitaendelea kuwa mshumaa. Mimi na mwenzangu hapa, Rais Dr. Mwinyi, tutaendelea kuwa mishumaa. Tutawaka, tutoe mwanga, japo tunateketea, lakini kama umati unafurahi, basi sie ndo shukrani yetu hiyo. Tutaendelea kuwa mishumaa. Kwa nawashukuru wenzangu wote ndani ya serikali pamoja na nyinyi sekta binafsi kwa kuwezesha mafanikio yote tuliyozungumza hapa. Asanteni sana.
Haya, police band mmefanya haraka, sijatamka nyenzo zimezinduliwa. Itabidi mpige tena. Sasa nitamke rasmi kwamba nyenzo zimezinduliwa. Asanteni sana. Haya, asante, tunashukuru. Na sasa kinachofuata ni chakula cha mchana. Naomba tukae, tutafanya utaratibu kwa mujibu kulivyopangwa kule. Baada ya kulikunjua jamvi la harambee makao makuu ya An-Nur FM, sasa ni zamu ya Bumbwini, kaskazini mwa kisiwa cha Unguja. Wana Bumbwini, sasa hii ni zamu yenu. Uongozi wa Radio An-Nur FM kwa furaha kubwa unapenda kualika wadau wote wa Radio An-Nur FM, wasikilizaji, wapenzi na Waislamu wote kwa ujumla katika harambee kubwa kabisa ya kuichangia Radio An-Nur FM inayotarajiwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 8 2026 katika viwanja vya skuli ya sekondari ya Bumbwini Makoba. Wana Bumbwini, wilaya Kaskazini B, sasa tunakwenda kuwasha moto. An-Nur FM inakukaribisha. Sisi tunasema Bumbwini ni kwetu. Kumbuka, unachokitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakikuta kwa uwezo wake. Una nafasi pia kuchangia kupitia simu namba 0772939393. Jina ni Fatma Aman, au 0715333888. Jina ni Al-Nur Charitable Agency for the Needy. Kumbuka, nauli ni shilingi 3,000 tu, na unaweza kuwasiliana na Muhammad Al-Hizmi ili kuwasilisha nauli yako. Mtafute kupitia simu namba 0710457585. Kwa nini ukose? Harambee hii ni kubwa kuliko. Nyote unakaribishwa. Kuchangia nuru yenye